Ndugu washiriki, jukwaa hili lina nafasi ya kipekee katika kutathmini mafanikio yaliyopatikana, kuchambua changamoto zinazotukabili na kuweka mikakati madhubuti za kuendelea sekta za ushirika katika mkoa wetu wa Arusha. Hili ni jukwaa la maono, ushirikiano na mwelekeo mpya wa maendeleo endelevu ya vyama vyetu vya ushirika. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi thabiti wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inatambua na kutathmini mchango wa vyama vya ushirika. Tuna siku chache zinazofuata, tunaanza mwaka wa fedha wa 26/27 na ndio dira ya 2050 inaenda kuanza kutekelezwa. Dira yetu ina nguzo kuu 3. Na tukiangalia kwa kiasi kikubwa, nyinyi ushirika mnachangia kwenye ile nguzo ya kwanza. Nguzo ya kwanza inasema uchumi imara, shirikishi na shindani. Kwa sababu gani? Ushirika tunasema mnayo nafasi kabisa ya kuhakikisha hii nguzo ya kwanza inachangia. Ushirika inakuza ushiriki wa wananchi katika shughuli za kiuchumi. Kama ambavyo tunaona tunatoa mitaji, lakini pia tunawawezesha kushiriki katika shughuli za uchumi. Ushirika inawezesha wakulima, wafugaji, wavuvi na wajasiriamali kupata masoko, mitaji na huduma za kifedha. Lakini inachangia kuongeza uzalishaji, thamani ya mazao na ajira. Lakini pia vinapunguza umaskini na kukuza ukuaji wa uchumi na unawashirikisha wananchi wengi. Serikali haitavivumilia kwa namna yoyote ile vitendo vya ubadhirifu, matumizi mabaya ya mali za wanachama, wala ukiukaji wa sheria. Tuhakikishe kuwa basi viongozi tunakuwa ni mfano katika kuyatekeleza yale ambayo tumekubaliana katika miongozo mbalimbali ambayo inatusaidia kusimamia vyama vyetu vya ushirika. Kiongozi yoyote atakayebainika kufanya hivyo atachukuliwa hatua kali za kisheria, ikiwemo kufikishwa mahakamani, kurejesha fedha za chama kama ni hujuma imefanyika ya fedha, au kuondolewa madarakani na kuchukuliwa hatua nyingine stahili za vyombo vingine vya kisheria. Ndugu wanaushirika, katika dunia ya leo, mabadiliko ya kidijitali katika sekta ya ushirika hayawezi kuepukika, wala hatuwezi tukabaki nyuma. Mabadiliko haya ya kimuundo, kisheria na kimtazamo, ni lazima viongozi wa vyama vya ushirika muwe mstari wa mbele katika kujifunza, kujiendeleza na kutumia teknolojia ya kisasa katika vyama vyenu vya ushirika. Ndugu mgeni rasmi, mapambano dhidi ya rushwa ni jukumu letu sisi wote. Serikali pekee haiwezi kushinda vita hii bila ushiriki wa wananchi, lakini bila makundi muhimu, likiweko kundi hili muhimu la vyama vya ushirika. Viongozi pekee pia hawawezi kulinda rasilimali za ushirika bila ushirikiano na wanachama. Lakini tukisimama pamoja, tukachagua uadilifu, tukakataa rushwa katika ngazi zote, tunaweza kujenga vyama vya ushirika imara, vinavyoaminika na vinavyoleta manufaa halisi kwa wanachama wake, kama ambavyo lengo la kuundwa kwa vyama hivi lilikuwa limekusudiwa. Napenda kuwakaribisha watu ambao hawajajiunga na vyama vya ushirika. Kwa mfano, kama ni watumishi wa umma, wajiunge na SACCOS. Wanaposhindwa kujiunga na SACCOS, wanajikuta wanaingia kwenye mikopo ambayo inaitwa mikopo umiza. Ile mikopo inawaathiri sana. Wale watu wanapokuja kuuza sera za mikopo, wanauza zile sera kwa kuwapa maneno ambayo wakati mwingine ni ya uongo, sio ya ukweli. Na wanajikuta wameingia kwenye kukopa, wanajikuta wanashindwa kulipa ile mikopo kwa wakati. Na ile mikopo inazaa riba kila mwezi. Unakuta sasa ule mtu anakatwa pesa nyingi mpaka unajikuta anaachilia hata mshahara wake, anaachilia kadi ya benki, anaachilia hata nyumba, anafilisika.